Baadhi ya watendaji wa kata katika halmashauri ya wilaya Ngorongoro mkoani Arusha wamedai kuvunjwa moyo na tabia baadhi ya viongozi kuwafanyia udhalilishaji pindi wanapotembelea maeneo yao. Na Baraza la Michezo la Taifa BMT limeiomba shule ya Twalipo kuendeleza ushirikiano licha ya kuhamia jijini Arusha kwenye wilaya ya Monduli. Na mtazamaji, habari ya asubuhi. Leo ni Alhamis ya tarehe 20 ya mwezi wa 3 mwaka 2025. Karibu sana katika habari ya asubuhi njema. Naitwa Emily Lazarus. Baadhi ya watendaji wa kata katika halmashauri ya wilaya ya Ngorongoro mkoani Arusha wamesema wanavunjika moyo wa kufanya kazi kutokana na kudhalilishwa na baadhi ya viongozi wa kisiasa wanapotembelea maeneo yao. Wakizungumza kwenye mafunzo ya uraia na utawala bora kwa watendaji kata, wakuu wa idara na kamati za usalama wilaya ya Ngorongoro yanayoendeshwa na Wizara ya Katiba na Sheria, baadhi ya watendaji wa kata za Oloipiria na Engaresero wanapaza sauti za kutoridhishwa na kauli zinazotolewa na baadhi ya viongozi wa kisiasa. Haya, ni utashi huo au ni sheria gani imetumika kuniambia kwamba mimi nina 0 na wakati ninapimwa kule na mtu wangu wa kazi? Kwa hiyo mazingira kama haya yapo kwenye utumishi. Serikali ina mpango gani kuhakikisha kwamba sisi watendaji wa kata tunajengewa uwezo au kuhakikisha kwamba tunaweza kuaccess kwenye hizo taasisi? Kutokana na hoja hizo kugusa masuala ya utawala bora, mkufunzi kutoka Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora Yohana Mcharo akatolea ufafanuzi kuhusu kamishna msaidizi wa polisi Elisante Ulomi, naye akieleza umuhimu wa kuimarisha ulinzi kwenye maeneo yao. Tizo ndugu zangu, tufanye kazi kwa kuzingatia professionalism, uweledi, sheria, kanuni na taratibu. Usisukumwe tu, piga risasi yule ukapiga. Unapiga kwa mujibu wa sheria. Mweke ndani masaa zaidi ya 45. Hapana, usifanye hivyo. Fanya kazi, atusukumwe na wanasiasa. Kwa hiyo unapaswa kwanza kushirikiana na wale wakaguzi wa kata ambao wako kwenye hizo kata ambazo watendaji wanatoka. Lakini wilaya hii kabila kubwa ni la Wamasai. Tunasisitiza pia juu ya ulinzi wa umma ambapo kuna sungusungu au wale morani. Tunashirikiana vile vile na polisi kata, jamii pamoja na viongozi wa mila na wa serikali kutatua tatizo. Tumeweza kufanya vikao ambavyo mara nyingi tunavifanya kila mwezi, na inapotokea dharura ambayo inatulazimu kufanya hivyo, basi huwa tunaitisha vikao. Kila mmoja wetu ahakikishe kuwa elimu hii inasambaa katika maeneo yetu, katika ngazi ya familia hadi katika maeneo yetu ya kiutawala. Mafunzo ya uraia na utawala bora kutoka Wizara ya Katiba na Sheria katika wilaya ya Ngorongoro mkoani Arusha yamehusisha watendaji kata 28, wakuu wa idara 8 na wajumbe wa kamati ya usalama 11. Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Baraza la madiwani la halmashauri ya mji Njombe mkoani Njombe imepitisha kwa kauli moja azimio la kubadili jina la jimbo la Njombe mjini ambapo sasa litaitwa jimbo la Njombe Kusini. Hatua hiyo inalenga kuweka mgawanyo sawa wa rasilimali na kuimarisha maendeleo kwa wananchi wa maeneo hayo. Mwenyekiti wa halmashauri ya mji Njombe Erasto Mpete amesema kuwa mabadiliko haya ni hatua muhimu kwa ustawi wa wananchi na miradi ya maendeleo. Sasa liitwe Njombe Kusini. Kwa hili nawapongeza sana kwa maafikiano haya, na yote haya yanafanyika kwa mustakabali wa maendeleo ya jimbo letu na halmashauri yetu ili kuweza kukidhi haja ya mgao ulio sawa kutoka serikalini kutokana na mkanganyiko uliokuwepo. Baadhi ya madiwani waliunga mkono uamuzi huo na kusema kuwa hatua hiyo itasaidia kutatua changamoto zilizokuwepo katika upatikanaji wa huduma za msingi. Tangu mwaka 2012 halmashauri yetu imeendelea kuwa na shida ya mgawanyo wa rasilimali zetu. Kwa maana mfano watumishi. Mimi ninapitisha kwa nafsi yangu, naomba iitwe Njombe Kusini. Najua kabisa tukishapitisha Njombe Kusini itaonyesha kwamba tuko mjini na vijijini. Kupata umeme wa REA 2027 kwa sababu inaonekana sisi tuko Njombe mjini. Naye kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya mji Njombe Isaac Mapunda amesema kuwa jimbo hilo lina jumla ya kata 13 na mabadiliko hayo yatawezesha usawa katika mgawanyo wa rasilimali. Jina lililopo linatoa hisia potofu kuwa jimbo zima ni la jimbo, na hali hii imesababisha wananchi wa vijijini kukosa haki zao za msingi
zikiwepo kukosa mgawanyo halali kwenye mgawanyo wa rasilimali ya taifa. Hii ilikuwa sababu namba moja. Mara nyingi tunakuwa tunapata vikumizi wakati mwingine kwenye vitu msingi sana, na hiyo inatupelekea mambo mengine tuweze kuchelewa. Kutoka hapa katika eneo la ukumbi wa halmashauri ya mji Njombe mkoani Njombe, mimi ni Michael Patrick, Channel 10. Halmashauri kuu ya CCM wilaya Kiteto mkoani Manyara imeridhia pendekezo la kugawanywa jimbo la Kiteto ili kurahisisha upatikanaji wa huduma kwa wananchi na kuchochea maendeleo ya wilaya hiyo. Wakizungumza muda mfupi baada ya kumalizika kikao hicho ambacho pamoja na mambo mengine pia kilijadili ajenda ya pendekezo la kugawanywa kwa jimbo la Kiteto, ambapo wajumbe hao wa CCM wamesema iko haja ya jimbo hilo kugawanywa. Kuja hospitali ya wilaya hawezi kuja kwa sababu usafiri hakuna. Wanakwenda wilaya jirani ya mkoa wa Dodoma. Wanahitaji huduma za kibenki, waende wilaya nyingine ambayo sio mkoa huu. Kwa upande wake mwenyekiti wa halmashauri ya Kiteto Abdalla Bundala ameeleza vigezo vya kugawanywa jimbo hilo, huku akisema madiwani waliisha pendekeza majina ya majimbo hayo kuwa ni Kiteto Kusini na Kiteto Kaskazini. Kwa mujibu wa sensa ya 2022, sisi Kiteto tulikuwa watu zaidi ya 350,000, hatukuwa tumefika 400,000. Lakini kwa namna ambavyo watu wanazaliana mpaka sasa, ukifanya sensa leo, watu 400,000 wamekamilika. Na kwa sababu ya ukubwa wa jiografia, basi tuiombe Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi iweze kuzingatia au kuligawa jimbo la Kiteto kwa vigezo hivi ambavyo sisi kama baraza tumeviona, lakini pia kikao cha DCC, kamati ya ushauri ya wilaya, pia imekaa na imepitisha mapendekezo haya. Katibu wa itikadi na uenezi wilaya Kiteto Emmanuel Nata amezungumzia msimamo wa chama hicho kuhusu jambo hilo, huku mwenyekiti wa CCM wilaya Kiteto Hassan Losioki akaeleza mipango ya CCM kuelekea uchaguzi mkuu utakaofanyika baadaye mwaka huu. Hata mkuu wa wilaya jimbo la Kiteto hawezi kulimaliza hata kwa siku 2. Anaweza akafanya ziara labda kukagua tu jimbo. Anaweza akatumia hata wiki 2 kumaliza tu kukagua jimbo na au miradi iliyopo kwenye jimbo. Kwa hiyo tuiombe halmashauri, serikali kuu, jambo hili liangalie kwa jicho la huruma sana, kwa sababu wilaya hii ni kubwa mno. Tunataka kwenda kupeleka maelekezo ya uchaguzi wa serikali, uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Kama mtakuwa mmepata taarifa kwamba tulikaa hapa, kuna maafisa wa makao makuu wa chama walizunguka nchi nzima na kwetu walifika, na tuliita makatibu wa CCM wa matawi na kata zote. Walikaa hapa siku 2 kwa ajili ya kupewa maelekezo ya uchaguzi. Maelekezo hayo yanatakiwa kushuka kwenu viongozi wote wa kata na matawi na mashina na wanachama wote. Hamisi Mkotia, Channel 10. Nchi za Tanzania, Malawi, Msumbiji na Zambia zimeungana katika jitihada za kuimarisha usimamizi katika eneo la rasilimali asili na taka kupitia mradi wa Rinawa unaolenga kukuza utafiti na ubunifu katika eneo hilo. Katika mkutano unaoendelea jijini Arusha, unawaleta pamoja wataalamu mbalimbali wanaoshirikiana kutengeneza miradi ya maendeleo endelevu kwa mazingira, lengo kuu likiwa ni kuanzisha miradi mipya ya utekelezaji inayoweza kuvutia wafadhili na kusaidia usimamizi bora wa taka na rasilimali za asili. Kwa mujibu wa Profesa Alex Kisingo, kaimu mkuu wa chuo cha usimamizi wanyamapori Mweka, mradi huu umefanikiwa kuandaa mitaala maalum kwa ajili ya taasisi za elimu ambayo sasa imeidhinishwa na NACTIVATE na iko tayari kutumika rasmi mwaka huu. Kwa hiyo hapa sasa hivi tulipo hapa tuna timu 8, timu 2 kutoka kila nchi. Tunategemea mwisho wa hizi siku tunazokuwa hapa Arusha siku 10, basi tuje na miradi 8 ambayo iko tayari kuweza kupewa ufadhili aidha na serikali zetu wenyewe au na wafadhili mbalimbali wa kimaendeleo, lakini vile vile hata na sekta binafsi katika nchi zetu. Kwa tunategemea miradi hii inaandikwa ikilenga nchi husika, lakini baadaye tutaitengeneza itakuwa ni mradi mmoja mkubwa wa kikanda. Kwa upande wake, afisa mratibu wa maliasili na wanyamapori kutoka SADC, Dr. George Wambura, amesema mkutano huu unalenga kuibua miradi 8 ya utekelezaji inayoweza kupata ufadhili zaidi ili kuhakikisha matokeo ya tafiti zilizofanywa yanatekelezwa kwa vitendo. Inategemewa sasa
tafiti hizi zitatumika kutafuta wafadhili mbalimbali kutatua changamoto hizi katika nchi zetu 4, lakini mambo mbalimbali ambayo tumeweza kuyabaini yataweza pia kupewa nchi zingine pia kuweza kuangalia namna ambavyo wanaweza kutumia bunifu hizi na katika kutatua changamoto ya taka pamoja na ushirikaji wa wananchi. Tunajaribu kutafuta mawazo yaliyopendekezwa ndani ya mradi wetu ambayo yataendelezwa nchini Msumbiji ili kusimamia mazingira yetu na pia kusimamia taka zetu, ikiwa ni pamoja na utekelezaji wa mbinu za ubunifu na mambo yote yatakayosaidia kuhifadhi sayari yetu. Help us to conserve our planet. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Kamati ya kudumu ya Bunge, Elimu, Utamaduni na Michezo imetembelea mradi mkubwa wa ujenzi wa majengo ya kisasa ya mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi yani HEET iliyopo Chuo Kikuu cha Ardhi na kupongeza usimamizi wa mradi huo ambao ujenzi wake umefikia 82%. Akizungumza baada ya kutembelea ujenzi wa mradi huo ambao utakwenda kuchukua wanafunzi zaidi ya 16,000 kwa wakati mmoja, mwenyekiti wa kamati hiyo Husna Sakiboko amesema kamati hiyo inampongeza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa maono yake ambaye pia aliweza kuidhinisha zaidi ya bilioni 972 kutekeleza miradi hiyo. Majengo haya 4 yanaenda kupunguza au kutatua changamoto ambazo zilikuwa zinawasibu wenzetu wa ardhi katika eneo hilo. Msisitizo wetu katika miradi yote ambayo inajengwa na serikali, kwanza tunasisitiza miradi ikamilike kwa muda ambao umepangwa. Lakini pili, tunasisitiza ile thamani ya fedha iliyotolewa iweze kuonekana kwenye miradi. Lakini tatu, tunatamani kuona usimamizi wa karibu wa makandarasi na wote ambao wanapewa kazi wa zabuni wakamilishe wajibu wao mapema na kwa uzuri. Zaidi ya Tanzania shilingi bilioni 972 katika miradi yetu ya vyuo vikuu au katika mradi wetu wa vyuo vikuu unaojulikana kama HEET, Higher Education for Economic Transformation. Kwa hiyo leo tumekuja kujionea sisi wenyewe pamoja na kamati yetu ya Bunge yale maono ya Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuwezesha vyuo vyetu kuweza kupata mazingira mazuri ya vijana wetu, wanafunzi wetu kujifunzia na kusomea. Sisi leo tuko kama siku ya 5 tunapita kukagua majengo. Kwenye kila mradi unaokwenda unaashumu kana kwamba mradi huu ndio umepewa pesa nyingi pekee, hakuna mradi mwingine ambao utakuwa umepewa pesa nyingi kuliko huu. Lakini kumbe sivyo. Kumbe ukienda mradi wa pili unaona ule ni zaidi. Ukienda mradi wa 3 unakuta wenyewe pia umepewa pesa nyingi kuliko mradi wowote. Kwa hiyo Makamu wa Chuo Kikuu cha Ardhi Evaristo Riwa amesema ujenzi wa mradi huo unatarajiwa kukamilika mwezi Julai mwaka huu na kueleza kuwa utakuwa kipekee na kuchukua wanafunzi wengi kwa wakati mmoja. Impact yake kubwa katika mradi huu, moja, udahili tuongezeka, tutakuwa na wanafunzi 6,956 wa ziada, ambapo ukiwajumlisha na waliopo itafikia karibu 14,000 na kidogo. Ina maana tutakuwa tumepitiliza kabisa ile matazamio yetu kwamba tutakuwa wanafunzi 12,000. Sasa tutakuwa na wanafunzi 2,000 wa ziada. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Haya, wananchi wa kijiji cha Lipokela wilaya Songea mkoani Ruvuma wameshukuru serikali ya awamu ya 6 kwa kuwaondolea adha ya kutembea umbali mrefu kutafuta huduma ya maji baada ya wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini Uruwasa kukamilisha mradi wa maji katika kijiji cha Lipokela unaogharimu zaidi ya shilingi milioni 700. Wakishiriki zoezi la upandaji wa miti kwenye chanzo cha maji cha mto Litenga kwa lengo la kuhifadhi mazingira na uoto wa asili kuelekea wiki ya maji duniani, baadhi ya wananchi wa kijiji cha Lipokela wanasema awali walikuwa wanatumia maji kwenye mabonde, hali ambayo ilikuwa inahatarisha afya zao. Na tunakushukuru rais wetu kwa kututua mandoo kichwani. Tulikuwa tunapata sana shida kufuata maji mtoni, lakini sasa maji umetuletea mtiririko. Tunasema asante rais wetu. Ya unaweza kwenda mahali mama akakaa muda mrefu kutokupata maji, lakini sasa hivi kutoka mama Samia Suluhu Hassan na mama yetu Jenista Mhagama kuwepo madarakani, kwa kweli wametusaidia kiasi kikubwa sana, sio siri.
Kwa upande wa mratibu wa kuhifadhi mazingira kutoka RUWASA wilaya Songea, mhandisi Sheila Kimweli, amesema wanapanda miti kwa lengo la kuboresha chanzo hicho baada ya wananchi kufanya shughuli za kilimo karibu na chanzo na kusababisha kujaa michanga, huku mkuu wa ofisi ndogo bonde la mto Ruvuma Deusdedit Gonolamenda amesema tatizo wananchi kushindwa kuzingatia sheria namba 11 ya mwaka 2019 ya uhifadhi wa vyanzo vya maji. Changamoto kubwa hapa ni watu kulima kwenye vyanzo ambapo inapelekea ile intake kujaa michanga kwa wakati mfupi sana. Sawa. Kwa hiyo mimi wito wangu mkubwa kwanza ni kuzuia activity zote za wananchi wanazolima karibia na chanzo ili kunusuru chanzo chetu kisiweze kuchafuka. Sisi tunachoahidi wananchi, chanzo hichi kitakuja kusafishwa na maji na huduma ya maji itarudi. Kwa zoezi kubwa la uhifadhi wa chanzo cha maji unafanyika hapa, lakini lengo ni kupanda miti isiyopungua 1000 ili waweze kutambua umuhimu wa kuhifadhi chanzo cha maji katika hizo mita 60 ili baadaye maji yaweze kufaa wana binadamu, lakini pia kwa viumbe hai kwa sababu tunategemeana. Mradi wa maji Lipokela una mtandao wa maji kilomita 20, tanki la maji lita za ujazo 100,000 na vituo vya kuchotea maji 18, huku kauli mbiu ya wiki ya maji, uhifadhi wa uoto wa asili kwa uhakika wa maji. Kutoka Ruvuma, Ditanyoni, Channel 10. Haya, mtazamaji, wakazi wa wilaya ya Mpwapwa mkoani Dodoma wameomba serikali kufanya ukarabati wa madaraja yaliyoharibiwa na mvua ili kuwapunguzia gharama za usadili pindi madaraja hayo yanapokuwa hayapitiki. Ni ujenzi wa daraja la mawe ukiendelea hapa katika mto uliopo eneo la Chogora, wilaya Mpwapwa mkoani Dodoma. Uhandisi wa daraja hili la mawe unaelezwa kuwa umepunguza gharama za ujenzi wa daraja kutoka bilioni 5 hadi shilingi milioni 600. Hizo ni gharama ndogo kwa sababu tumetumia matumizi ya ujenzi kwa kutumia mawe, ambao tungetumia zege hilo daraja lingegharimu karibia bilioni 5, lakini zimetumika jumla la shilingi milioni 654 peke yake kwenye ujenzi wa daraja hili. Kujengwa kwa daraja hili kunaondoa changamoto ya muda mrefu kwa wananchi, ambapo wanaipongeza serikali kwa hatua hii. Tunapata changamoto ya maji, palikuwa pabovu. Ukipita na mzigo unatoa ushuru mara 3. Makuli wanafanya kazi hapo, wanatoa hela, Mpwapwa unatoa hela. Lakini kwa hivi sasa serikali imejitolea, imejenga daraja zuri. Kwa hiyo tunaishukuru serikali. Barabara hii inakwenda mpaka mkoani Iringa, ambapo sasa kuna muda ilikuwa nakata mawasiliano, lakini sasa huyu mama kweli katusaidia vya kutosha. Mpaka sasa hivi kwa kweli tunaendelea kupiga mbio kwamba Chama cha Mapinduzi kweli kinaweza kusaidia watu. Hata hivyo, wakazi wa wilaya hii ya Mpwapwa wanaiomba serikali kuendelea kutatua changamoto za barabarani kwa kujenga madaraja sehemu ambazo madaraja yamebomoka pamoja na mito isiyokuwa na madaraja. Kwenye usafiri tunapata shida, tunakodi pikipiki kwa bei ghali kwa sababu ya makorongo. Usafiri wenyewe magari utakuwa bei ghali kulingana na makorongo. Tunaomba serikali ya mama itusaidie ili madaraja yajengwe. Madaraja yameharibiwa na mvua, kwa hiyo mengi sana yameharibika, kwa hiyo tungeomba msaada kutoka serikalini. Mikakati ya TARURA ni kuendelea kujenga madaraja ya mawe katika sehemu zinazohitaji madaraja ili kupunguza gharama za ujenzi wa madaraja. Sehemu zote ambazo zinatokea makorongo tutakuwa tunajitahidi tutumie madaraja haya ya mawe ambayo yanapunguza gharama. Kote ambapo tunatokea makorongo tunatumia madaraja hayo ili tupunguze gharama. Kutoka Mpwapwa mkoani Dodoma, Adam Malima, Channel 10. Tanzania na Misri zimepanga kutumia fursa ya ushirikiano mzuri wa kidiplomasia uliopo kati ya nchi hizo mbili kukuza na kuendeleza biashara kati yao na kuendeleza hali ya uchumi kati ya mataifa yote mawili. Akizungumza katika mkutano wa kibiashara kati ya wafanyabiashara wa nchi hizo mbili uliofanyika jijini Dar es Salaam, uliohudhuriwa na waziri wa mambo ya nje wa Misri, waziri wa mambo ya nje Dr. Mahmoud Thabit Kombo amesema mkutano huo umekuja kufuatia ziara ya Mheshimiwa Rais nchini Misri iliyokuwa na lengo la kutangaza vivutio vya wekezaji nchini humo. Lakini ameeleza kwamba tunatakiwa tuongeze juhudi, na sisi tumemkubalia kwamba tutaongeza juhudi katika maeneo hayo yote, hasa ya kuzalisha pia ajira. Hadi sasa nchi ya Misri inaajiri kama vijana 4,000 kutokana na miradi yao mbalimbali, lakini tunatarajia kuongeza hilo.
na ameahidi pia kuleta wale wafanyabiashara wa ngazi ya kati kuja chini. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Misri, Dr. Badri Abdi Elati, amesema kwamba nia ya Misri ni kufanya mashirikiano ya kibiashara na Tanzania huku kila mmoja akinufaika kwa usawa. So I believe that the most important issue here that we have a strong political will from the two leaders of our two great countries in order to do more and more based on win-win situation. Waziri huyo wa mambo ya nje wa Misri yupo hapa nchini kufanya mazungumzo na serikali ya Tanzania kuhusiana na maandalizi ya uzinduzi wa mradi wa bwawa la uzalishaji umeme wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kutoka Dar es Salaam, Emmanuel Chegere, Channel 10. Sana Emmanuel Chegere. Na mtazamaji, mwanasheria mkuu wa serikali Hamza Johari amesema ofisi yake inaendelea kufanya maboresho na kuimarisha uwezo wa mawakili sambamba na kusisitiza kuimarisha usimamizi wa mikataba mbalimbali ambayo serikali imekuwa ikiingia. Akizungumza jijini Dar es Salaam, mwanasheria mkuu wa serikali amesema katika kuimarisha utendaji kazi wa wanasheria na mawakili wa serikali, mwaka huu yameandaliwa mafunzo maalum ambayo yatafanyika jijini Arusha yakijumuisha takribani washiriki 300 ili kuboresha taaluma zao katika mafunzo ya umahiri. Amesema katika mafunzo hayo ya umahiri kutakuwa na mada za uandishi wa sheria na misingi ya kitaalamu juu ya kuandika kanuni za kisheria ambazo zinalinda tamaduni ya Kitanzania na maslahi yake. Mheshimiwa Rais katika kipindi chake cha miaka 4 hii amekuwa akisisitiza mara kwa mara kwamba ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ihakikishe kwamba inaboresha na inaimarisha uwezo wa mawakili na wanasheria kwa ujumla katika kuhakikisha kwamba wanatekeleza majukumu yao ipasavyo. Lakini pia vile vile amekuwa akitusisitiza katika kuboresha umahiri wetu katika uandishi wa mikataba, uingiwaji wa mikataba, lakini na usimamizi wa mikataba mbalimbali. Kwa hiyo na sisi kama ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali tukiwa tumepokea maelekezo yake hayo kwa moyo mkunjufu, ilibidi tuimarishe programu zetu za mafunzo. Hata hivyo, Johari amesema katika mafunzo hayo wataangazia pia vihatarishi vya kisheria wakati mawakili wakitekeleza majukumu yao. Kama mnavyofahamu, Mheshimiwa Rais anazidi kuifungua nchi. Wigo wa uwekezaji unazidi kupanuka. Maana yake ni kwamba mikataba itaendelea kuwa mingi na yenye mambo mengi ambayo sisi kama wanasheria ni lazima tuhakikishe kwamba tunanyumbulika na kasi hiyo. Ni lazima sisi ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali tuboreshe umahiri wetu katika maeneo mbalimbali. Kutoka Dar es Salaam, Saidi Makala, Channel 10. Mtazamaji wa Channel 10, na katika michezo tunaelezwa uongozi wa shule ya mafunzo ya michezo na utimamu wa mwili kutoka kambi ya Twalipo Mbulani jijini Dar es Salaam umeombwa kuendeleza ushirikiano uliopo kati yao na Baraza la Michezo la Taifa, kwani ushiriki wa majeshi kwenye sekta ya michezo nchini umekuwa ni wa kiwango kikubwa sana. Ombi hilo limetolewa na katibu mtendaji wa Baraza la Michezo la Taifa BMT Neema Msita wakati alipotembelewa ofisini kwake na uongozi wa shule hiyo ambao walifika kwa ajili ya kumwaga, huku akieleza mpango wao wa kuhamisha shule hiyo kutoka Twalipo kuelekea Sokoine Barracks wilayani Monduli mkoani Arusha. Tunawategemeeni sana ninyi katika swala zima la mafanikio ya michezo. Na huwa ninasema mara kadhaa na nitaendelea kusema ni kwa nini tunadhani huko kwenu tunaweza tukafanikiwa zaidi. Kwanza kuna lile la utimamu wa mwili. Lakini la pili kuna swala zima la uwepo wa facilities na uwezeshwaji, kwamba mwanajeshi tayari ana mshahara analipwa, anaweza asianze kulalamikia posho kama walivyo wengine wanategemea kije kwenye michezo ndo apate sustaining ya maisha, na unakuta kwa Tanzania bado hatujafikia kwenye level hizo za kuwalipa mishahara. Lakini jambo kubwa zaidi ambalo wengine wanalikosa ni lile la uzalendo. Sambamba na hilo, Msita ametumia nafasi hiyo kuupongeza uongozi wa shule hiyo na kusema wao kama baraza watatembelea kwenye makazi mapya ya shule hiyo kwa lengo la kudumisha mahusiano. Nichukue nafasi hii kuwashukuru kwa hili na niwaahidi kwamba mimi nitakuwa wa kwanza kutembelea. Mkishakuwa kwenye nafasi ambayo mnadhani sasa tunaweza kuvisit, mtuambie, kwa sababu tuna ratiba pia ya kwenda kutembelea ile shule kule ambayo tulienda kuiona imekuwa
imejengwa na Marekani na ana sponsor kila kitu, lakini ni shule ya mfano kwa maana ya kwenye michezo. Hata facilities mnaweza mkaenda kuona pale wamefanya nini ili na nyinyi muweze kuiga pale. Tuliona sio bora tukaondoka bila kuja kuaga, kwa sababu mwisho wa siku huko tunakokwenda bado tutahitaji kutuwezesha kwenye kongamano mbalimbali, kwenye seminar, kwenye kozi za coaching na michezo mingine, kuja kufundisha kule shuleni kule. Kwa hiyo tukaona tuage ili tuwaambie tumehamia eneo jipya Arusha, ili tutakapohitaji kwa ajili ya msaada aina yote ile basi wasisite kutusaidia kama walivyokuwa kutusaidia hapo. Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Haya, mtazamaji wa Channel 10, mwisho wa habari ya asubuhi njema. Endelea kutazama Channel 10, hivi punde tutarejea tena kwa ajili ya kuangazia kile kilichotokea kwenye upande wa kurasa za magazeti.